Hello community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi iwe pamoja na nyinyi nyote. Habari za masiku 2-3. Kitambo kidogo hatujaonana. Kitambo kidogo hatujawasiliana. Leo hii Pioneer mdogo tarehe 11 ya mwezi wa 11 siku ya Jumanne nimekuja mbele yenu kumalizia kile ambacho niliwaahidi kwamba nitakileta au nitakiwasilisha kwenu. Nacho si kingine isipokuwa ni kuhusiana na kufafanua hotuba ya Cheng Diao-fan ambayo alipresent kule Singapore, pamoja na fafanuzi kidogo za dashboard. Unaweza ukajiuliza, hotuba ya Cheng Diao-fan mwezi wa 11, ufafanuzi wake wa nini hasa? Dashboard ambazo zimeshapita tayari muda wake, ambazo tunaweza tukasema ni expired. Sasa muda wake umeshapita, fafanuzi zake za nini? Lakini nimeona kulikuwa kuna haja kubwa sana ya mimi kuzungumza, kwa sababu kuna mambo ambayo niliyaona yako ndani yake hayakuzungumzwa kiuhalisia wake, au hayakufafanuliwa watu wakaelewa kiuhalisia wake. Na yaliyokuwepo katika dashboard zetu mbili, dashboard iliyopita kuhusiana na Pi Ventures ambao waliingia ubia na Open Mind, na dashboard ya sasa hivi kuhusiana na version ya Node kutoka 0.5.3 kufikia 0.5.4. Watu wengi kuna mtu akasema kwamba kwa timu badala ya kushughulikia mambo muhimu ya GCV, price ya Pi, wanaanza kutuletea masuala ya version upgrade ya Pi 0.5.4. Tumetoka katika 0.5.2 tukaingia katika version ya 0.5.3. leo tunaletewa 0.5.4. basi hizi version tutafika mpaka 100. Tutaletewa version ya 0.100. Tutaona mengi sana. Safari ya Pi bado sana. Kama hizi version ndio ziko hivi, mtu huyu ni kwamba ameelewa alichokisoma, hakuelewa maana. Sasa mimi Pioneer mdogo kama kawaida nataka nikuletee uelewe maana aliyozungumza Cheng Diao-fan, uelewe maana. Na maana yake ni nimekuletea wewe short clip, link yake ya YouTube. Nikakuletea katika grupu hili umsikilize kwanza Cheng Diao-fan. Kama wewe ni mbobezi wa lugha, kwa sababu ametumia lugha ya Kiingereza, lugha za watu zilizopanda ndege, kama utakuwa ni muelewa kidogo, utakuwa umeelewa amezungumza nini. Lakini maarifa yatahitajika kufafanuliwa alichokiongea amemaanisha nini exactly. Hicho unahitaji kukielewa. Kwa nimekupa short clip, ulisikiliza nadhani ni wiki na karibia sasa. Na pia kukuletea ile short clip ni makusudio na ili wewe kwamba uweze kufanyaje, kunipunguzia kazi ambayo sitaweza kunukuu tena la maneno ya Kiingereza. Kwa mimi nitakuwa nitatafsiri tu moja kwa moja. Alizungumzia kipengele fulani, nitakitafsiri kwa Kiswahili moja kwa moja. Right. Kwa sababu rejea unayo. Nimeshakupa
link ya rejea. Kwa hivyo itakuwa tu nafasiri moja kwa moja. Hilo la kwanza. Lakini niloliona nilitangulizie katika voice note hii ni hili ambalo limekuwa kwa wengi sana wameshindwa kulielewa. Wengi wamenifuata inbox na kunipigia simu. Kiongozi, tumeona tukiingia katika Pi browser kuna linki tukiandika, mfano ukiandika ile chengdiao.fan unaletewa kisoma muda. Kisoma muda kile kinasoma muda kufuata muda wa ICO 222 siku itakayofunguliwa ambayo tarehe 22. Kiongozi, hii imekaaje? Tupe ufafanuzi. Wengine wakaenda mbali wakasema, kiongozi, mradi wetu kweli umefika mwisho. Yale maneno yako uliokuwa ukiyasema kwamba mradi wetu tupo karibu sana, yani tulikotoka ni mbali kuliko tunapoenda tupo karibu. Kweli wewe pioneer mdogo, maneno yako uliyoongea ni ya ukweli, kwa sababu ulisema tulipokuwepo na mradi wetu katika Open Mainnet ni karibu sana, ni wiki chache zijazo. Kweli pioneer mdogo na maono, kwa sababu tumeona katika Pi browser ile application ikisoma muda kwamba ndiyo tutakapojua thamani ya GCV, na ndipo mabenki yatakapo integrate na mfumo wetu wa Pi, na ndiyo sasa pale mfumo wetu utakapoingia mainnet. Hapo hiyo pia na linki hiyo pia ikasambaa katika magrupu mengi, na wengi wakiingia katika huo mkenge. Sasa nitumie kwanza nafasi hii ya utangulizi niliweke sawa. Iko hivi. Pioneer mdogo, kwanza sijawahi kuwa muumini wa decentralized application. Na ndio maana mara nyingi sikuwa nikizizungumzia sana. Hata humu kwenye hili grupu zinatumwagwa audio, zinatumwagwa screen record zikionyesha mifumo benki zilizo integrate na Pi. Mfano siju kuna World Bank, mfano kuna Pi Fiat Converter application yake ipo, kuna ChatGPT ya Pi, siju kuna application zinauza nini, kuna application kwa ajili ya nini, zipo nyingi tu, na kiwemo miongoni mwayo hiyo. Mimi sikuwahi kuwa muumini wa Pi, nikiwaelekeza watu jinsi ya kuziamini au kuchukua ushuhuda au ushahidi huko katika decentralized application, kwa sababu unafahamu anyone can create, yoyote anaweza kuunda application yake yenye jina lolote, yenye taswira yoyote, yenye muonekano wowote, bila vizuizi kutoka kwa core team. Anyone, yoyote yule anaweza kawa ni developer, akadevelop application yake. Kwa hiyo umakini unahitajika wa hali ya juu sana kufuatilia na kung'amua kwamba kipi ni kipi. And that's why core team hawajaruhusu application yoyote kuwa verified, isipokuwa ni application yao moja tu ya Fruits, application ya game peke yake ndiyo imekuwa verified, kwa sababu ni application yao. Zilizobaki zote zipo katika mainnet app, zimeshinda hackathon, lakini hazijapewa verified, ikiwa inamaanisha kwamba ni application ambazo tahadhari binafsi ya kwako wewe mwenyewe inahitajika. Tuachane na hilo, tuje katika hii application ya chengdiao.fan. Imetoka wapi? Nani developer wake? Sasa voice note hii ya kwanza itazungumzia swala hilo kwanza, afu inaofuata ya pili ndio nitaanza kuiendea sasa hotuba ya chengdiao.fan. Hii application
Hii dApps, decentralized application ya ChainDAO.fan imetengenezwa na nani? Hii imetengenezwa na mtu mmoja anaitwa Kosasi. Nilimzungumza sana, niliwatahadharisha watu sana kuhusiana na Kosasi, lakini kuna watu wakakaza vichwa, kuna watu wakakaza mafuvu kwamba hapana, Kosasi ni mtu kutoka core team. Kosasi ni mtu anayefanya kazi under core team, by core team. Kwa hiyo huyu ni mtu wa core team. Nikawapinga kwa ushahidi, nikawapinga kwa evidence, nikawapinga kwa nini mawazo, nikawapinga kwa ushauri, lakini watu wakakazania hapana, sisi tunamwamini Kosasi. Ona sasa Kosasi alichokifanya. Ametengeneza application ambayo kiuhalisia mimi naweza kusema ni upotoshaji, ni udanganyifu au ni aibu kwake kutengeneza kitu kama hicho. Ni aibu kubwa sana kwa mtu kama yeye anayeaminika na watu wengi kufanya kitu kama hicho. Application hii imetengenezwa na nani? Na Kosasi. Nitakuambia ni kwa nini ni Kosasi. Yaani unaweza kusema wewe umejuaje? Ukifungua ile ChainDAO, ukisearch pale ChainDAO.fan itafunguka ile Pi Nexus ambayo ina logo ya Pi Nexus. Sawa? Maana ile image ile muda unao count down inaonyesha ile ni Pi Nexus. Hii Pi Nexus ni application au ni platform ya nani? Ya Kosasi. Ni platform yake yeye. Inaitwa Pi Nexus. Lakini ukisoma pale chini kabisa kwenye developer, yani developed au created, ile application ni developed by Web.3 alafu ikawekwa pale Kosasi Nakamoto. Sasa utasema bwana, Kosasi Nakamoto sio yeye kwa sababu yule haitwi Kosasi Nakamoto, lakini pale pameandikwa Kosasi Nakamoto. Sasa ile ufahamu ni nani? Pale kuna vitu vitatu vimewekwa. Pale kuna vitu vitatu. Kumewekwa linki ya developer au linki ya creator wa hiyo ChainDAO.fan. Kumewekwa linki ya LinkedIn. Nadhani wengi mnaifahamu platform inaitwa LinkedIn. Afu kukawekwa linki pia ya website ya inakudirect kuingia katika X, zamani Twitter. Afu kukawekwa na platform nyingine ya Bing kama sijakosea. Kitu kama Bing hivi ya. Sasa hivyo vitu vitatu unaoweza ukavigusa. Ukagusa kwenye link pale pandikwa in, ukagusa katika link in kama wewe una account kama mimi hapa ninayo account ya LinkedIn. Kwa hiyo ukigusa pale ikikupeleka itakufungulia ukurasa wa LinkedIn naniliu account ya nani? Ya yule developer ambaye ameweka link yake pale, ambaye ni nani? Ni Kosasi mwenyewe. Kwa hiyo ukigusa pale, ukifungua ChainDAO.fan, chini kabisa pale kumewekwa ile created, maelezo ya huyo aliyetengeneza hiyo platform, aliyetengeneza hiyo decentralized application, kwamba ukurasa wake wa Twitter ameweka pale, ukurasa wake wa LinkedIn ameweka pale. Kwa ukigusa LinkedIn inakufungulia moja kwa moja account ya LinkedIn ya huyo developer ambaye inafunguka account ya Kosasi ambaye iliundwa since 2012. Kwa hiyo ni ukurasa, ni account ya zamani sana. Utaona profile yake pale ina watu si chini ya 500, si 5000, na imecreatiwa hiyo account ya LinkedIn tangia 2012. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye ni mzoefu wa masuala ya platform hizi. Sio kama account hiyo imecreatiwa 2025
2024, 2023, 2021, 2020, 2012. Na maana kwamba mtu huyo ni mkongwe. Nikasema huenda, nikaenda zaidi, nikajipa majibu, nikasema hivi, huenda huyu mwenye account ya LinkedIn ameedit profile akajiandika Kosasi, kwamba huyu sio Kosasi mwenyewe. Sasa nitajuaje huyu ni Kosasi mwenyewe sio mwenyewe? Nikasema ngoja niende GitHub kwenye ukurasa wa Kosasi mwenyewe. Nikafungua GitHub. Nilipofungua GitHub, kwa haya ninayoongea na wewe unaweza kuyafanya ili tuende sawa. Na wewe fungua GitHub. Utafunguaje GitHub? Nenda Google. Kama hauna account hauna application ya GitHub kama mimi ninayo, kama wewe huna, nenda Google, andika pale github/kosasi.com search. Itafunguka ukurasa wa itakuletea ukurasa wa GitHub. Kama sio user unaweza kaambia ujisajili, au kama hautataka kujisajili unaweza kufunguka ukaona taarifa zake za huyo nani, za huyo Kosasi. Utaona ili ujue ni yeye mwenyewe, angalia pale kuna picha yake, alafu kwenye repository posti zake ziko zaidi ya 900. Ikiwa inamaanisha huyu mtu ni mkongwe, sio mtu mdogo. Ana repository, yani zile posti sio chini ya 900. Sasa nilipoingia GitHub katika ukurasa wenyewe wa Kosasi, nyie timu Kosasi, nendeni sasa katika GitHub ukamsearch yule mtu wako Kosasi. Katika profile ya Kosasi ameweka link zake pale za website zake katika platform nyingine. Ameweka linki ya Twitter, ameweka linki ya LinkedIn ya ile ambayo imekuwa ni attached katika ile chengdio.fan. Aliattach kule, na huku pia ipo ambayo ni Kosasi HG kama sijakosea, Kosasi G 885, ambayo ndio account yake anayotumia, ndio username yake anayotumia wapi? Katika platform ya LinkedIn. Kwa mimi nilivyoingia kule GitHub, ukiangalia profile yake unaona ile link yake, nikaigusa, nikasema ile ni direct kutoka katika chengdio.fan, ile ni fake. Sawa, ile sio, yule ni fani tu, ameamua tengeneze ili kumchafua ndugu yetu bwana Kosasi. Basi mimi nikagusa ini direct katika account yake ya LinkedIn kutoka katika ukurasa wake wa GitHub. Bahati mbaya ikaenda kunifunulia ile account ambayo imekuwa ni attached katika ile chengdio.fan. Nikasema kumbe hii creator wake ni yule bwana Kosasi. Nikasema ngoja niingie sasa katika Twitter. Pale kwenye chengdio.fan pale chini pale kuna LinkedIn imekuwa attached na Twitter. Nikagusa pale. Nilivyogusa, ilivyonipeleka Twitter, ikaniambia Twitter hivi, mtu huyu akaunti yake imezuiliwa, imefungiwa kwa kukiuka rules. Kwa kukiuka nini? Sheria, misingi, vigezo na masharti. Misingi mikuu ambayo Twitter wameiweka, X wameiweka, ni kurusha habari ambazo sio official za wahusika, yani upotoshaji, au masuala ya unyanyasaji, au masuala ya sijui ya nini, yani ya masuala ya abuse haya, au masuala ya hivyo, yani sana masuala ya upotoshaji wa taarifa ambavyo
kwenye vyombo husika, yani wewe unapotosha, unatoa taarifa za upotoshaji. Wenyewe sasa wakaripoti uliowapotoshea habari. Mfano, unapotosha habari kwamba bwana Msafiri Pioneer mdogo yeye ni nani? Yani habari gani itakuwa ni upotoshaji kwangu? Tuachane na mimi. Tuchukulie habari tuseme Cheng Diaofan ametengeneza platform ambayo inaonyesha kufunguliwa kwa open mainnet. Ameandaa platform inaonyesha kwamba Pi ina thamani hiyo hiyo na itafunguliwa tarehe fulani. Alafu Cheng Diaofan mwenyewe yupo. Alafu na huo mradi unaosemea upo kweli. Alafu huo mradi una watu ambao wanaofuata. Alafu wewe ukatoa habari ili kuwapotosha wale watu na kuwatengenezea taswira mbaya. Kwa wale watu wanaweza wakafanyaje, wakatuma maombi katika ukurasa wa X kwamba wewe umewapotoshea habari. Kwa watakachofanya ni nini? Ni kuifungia akaunti yako ya X, ya Twitter, watu wasiweze kuiona. Sasa huyu bwana Kosasi akaunti yake ya X ambayo ndio imekuwa linked na ile chengdio.fan imefungiwa na X wenyewe, yani Twitter wameifungia. Kwa sababu gani? Kwa kutuma habari za upotoshaji. Zipi? Kuhusiana na masuala ya Pi. Sasa basi, mimi niliwatahadharisheni huyo mtu sio mtu wa kuaminika, mkao hamniamini. Sasa oneni kile nilichowaambia kwamba huyo mtu sio wa kuaminika. X wameona Kosasi sio mtu wa kuaminika, hafai kuwa na akaunti ya X, hafai kuwa na akaunti ya Twitter. Kwa sababu gani? Ni mpotoshaji mmoja mzuri sana. Kwa hiyo anafaa kufanyaje? Kufungiwa akaunti yake. Kwa akaunti yake imefungiwa na nani? Imefungiwa na X, imefungiwa na Twitter. Je, Pioneer mdogo aliwaambiaje kuhusiana na GitHub? Je, sikuambia kwamba yule bwana anayeweka njanja anatumika vibaya? Sikuambia kwamba huyu mtu anatumika vibaya? Leo hii mmeona. Sasa lengo la mimi kutaka kuambia nini? Ni kutaka kuambia ile application count down time days sio akaunti ya kuaminika, kwa sababu mtu wake sio mtu wa kuaminika aliyetengeneza. Imetengenezwa na Kosasi na tapeli mmoja. Tujalie alichokiandika Kosasi, alichokisema Kosasi ni ukweli, ndicho kitakachotokea. Yani kweli tuseme hivi, tarehe 22 ndio siku itatangazwa open mainnet. Kweli tarehe 22 mwezi huu ndio tarehe itakayotangazwa GCV kwamba Pi moja ni sawa na $314,159. Ni kweli. Tunakuja, habari hizo zimetoka wapi? Kwa sababu kwa timu wamesema habari tuzichukue katika viainisho walivyoviainisha. Je, ametoa wapi? Hakuna alipotoa. Huo ni upotoshaji. Hata kama ni ukweli, si ndivyo? Huo ni umbea. Yaani tunasema kwa lugha ya Kiswahili tunasema huo ni nini? Ni umbea. Umbea ni kutoa taarifa ambazo hazikuhusu. Huo ni umbea, na umbea ni mbaya. Sasa yule mwanaume ni mbea. Sasa ndugu zangu, katika mradi wa Pi, hususan katika Pi browser, ile ni browser, nilishalielezea hilo mwaka umepita sasa, kwamba kazi ya browser ni kubrowse kitu chochote kile. Unaweza ukabrowse WhatsApp, ukabrowse Facebook, ukabrowse YouTube, ukabrowse Google, ukabrowse unachotaka na ukakifikia, ukawa unaishi maisha ya browser, ya Pi browser, kuwa ni kama kivinjari chako. Kwa hiyo yoyote anaweza, ni kama jalala, yani browser ni kama jalala, zitatupa takataka zozote
iwe ni nzuri iwe ni mbaya. Mtu amefagia pesa zake, bahati mbaya akaziweka katika dustbin, wazo wataka wakaja watu wa manispaa wakabeba wakaenda kupeleka jalalani, zile pesa bado zinahesabika nini? Ni takataka. Mtu ana TV yake ameamua kwenda kuitupa jalalani, inahesabika nini? Ni takataka. Wewe ukienda kuiokota sasa, ni wewe sasa utaiokota, unaenda unasafisha, unaendelea kufanya, unatumia. Kwa hiyo unatakiwa uende kuokota ukachague. Kwa hata hizo hela zilizofagiliwa zikawekwa katika dustbin, unatakiwa uende ukachague. Kwanza upite ujue ni jalalani, unachagua kitu kisafi. Kwa lazima ukafanye upembuzi. Sio unafika unaokota unarudi nyumbani utaokota Pampers. Unasema umeokota mkate kumbe ni Pampers. Kwa hakikisha umefungua mfuko vizuri. Kama ni mfuko umetupwa jalalani, hakikisha kabla hujaenda nao nyumbani umefungua vizuri. Hata kama mfuko ni mpya, naweza kama mtu amenunua mfuko mpya kwa ajili ya kuhifadhia takataka. Kwa hiyo usiangalie upya wa mfuko kabeba kama ulivyo kurudisha nyumbani utapeleka kinyesi ndani. Fungua kule jalalani, mwaga chini, chukua mti, changua, angalia kuna kinachokufaa, hakuna acha, usirudishe na ule mfuko wa chat kwa sababu tayari uko jalalani, achana navyo. Chukua kingine, kufanya upembuzi kwanza. Si kila kitu cha Pi browser unahisi kwamba kimetokana na core team, kimepitishwa na core team, kimeratibishwa na core team, kimerasimishwa na core team. Hapana. Core team kazi yao ni kupokea takataka zetu na kuziruhusu ziingie katika kivinjari chao. Ni jukumu letu sisi, maamuzi yetu sisi kuzitumia decentralized application. Mpaka sasa hivi application ya core team ni moja tu, ni ya game ya Fruits. Kwa ukiona application yote na uzuri wake wowote, iwe ime support GCV, haija support GCV, iwe ni benki, iwe ni nini, fahamu hao ni developers, hawajahusishwa na core team na hawahusiki core team. Hicho utakachokiamini ni baina yako wewe na application hiyo. Ni wewe na hiyo app ni wewe. Usiseme hapo ni wewe na application na core team. Hapo core team hawapo, wameshajivua. Na wamekwambia kabisa hicho unachokifanya ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, fanya utafiti wako mwenyewe kwa sababu iko kitu hakijapitia vetting na kinaweza kikaondolewa muda wote wakiona kimefanyaje, imepelekwa malalamiko. Haijalishi ni application ipo katika mainnet, ipo katika testnet, au ipo katika hackathon, au ipo katika App Studio. Ni wewe akili yako kuiendea. Kwa na mimi nakwambia sasa, kama ulikuwa ufahamu, application ile ya chengdio.fan imekiuka vigezo na masharti kwa sababu imetumia jina la mtu, tena jina la founder, co-founder. Limetumia jina la mwenye mradi, subhanallah. Kwa hayo ni makosa ambayo ameyafanya Kosasi yaliyopelekea ukurasa wake wa X kufungiwa, kutengeneza application ambayo imetumia jina la mtu maarufu. Ametumia jina la mama yetu vibaya. Yaani sasa wewe utengeneze kitu, yaani wewe uunde akaunti yako kule Twitter uiite Mama Samia. Tena uandike kabisa Rais Samia. Alafu wewe unaposti vitu vya upotoshi vinavyopingana na serikali. Yaani unaposti vitu hata kama ni vya serikali lakini sio official. Utafungiwa kwa sababu unaposti vitu ndio ni vya kweli ambao serikali wanavyotaka kufanya, afu kumbe sio official. Kwamba Rais Samia ametoa pesa milioni 800 kwa ajili ya kujenga madarasa sehemu fulani. Mama Samia ametoa pesa bilioni 2 kwa ajili ya kuhudumia miundombinu iliyoharibiwa na waandamanaji kipindi cha uchaguzi. Alafu
ndio lengo, ilikuwa ndio lengo lake, hajalifanya. Alafu aone kwenye ukurasa kuna mtu, kuna kwenye X, kwenye Telegram, kwenye Instagram kuna mtu ana account inaitwa Mama Samia, alafu ameandika Mama Samia ametoa bilioni 2 kuhudumia vituo vya mwendo kasi na kuwalipa wale walioharibiwa majengo yao, biashara zao, mabasi yao, wamelipo. Afu yeye ndio ilikuwa lengo lake afanye hivyo. Afu unaandika amfanye. Sidhani kama utabaki salama. Umetumia account ya mtu vibaya. Yaani umetumia jina la mtu vibaya. Sasa huko sasa ni mtu mkubwa. Amewezaje kutumia jina la mtu, la mama yetu Cheng Diao? Kwa hiyo ikapelekea account yake ya Twitter kwanza kula X. Yaani account yake ya X akapelekea account yake X ikala X. Sawa eh? Sasa huyu bwana Kosasi ana account 2. Sawa eh? Ana account 2 za nini? Za X. Ila account nyingine ambayo ilikuwa haijaposti hivyo vitu, kwa sababu mtu nile likazuiliwa, zile posti zake zote zikafutwa. Yaani zile posti zake za zamani zile zote zimefanyaje? Zimefutwa. Yaani ukiingia kwenye account yake nyingine ya X hauoni posti yake hata moja. Zimefanyaje? Zimefutwa. Kwa hiyo nadhani mpaka hapa mtakuwa nimewajibu wale mlioniuliza maswali inbox, wale mlionipigia simu. Na hata kama utakuwa unaisikiliza voice note hii popote pale ulipo, ulikuwa haulijui hilo, nadhani utakuwa sasa umelijua kwamba hiyo account, hiyo DApp hiyo decentralized application ni application ya kupuuziwa, si ya kutilia maanani, si ya rejea ya kuaminishiana watu, kwa sababu haitokani na hilo. Kwa sababu huyo bwana Kosasi tangia zamani mimi nilishakuwa na mashaka naye kwamba ni mpotoshaji mmoja tu. Kwa timu wameliona hilo, wameanza kulifanyia kazi sehemu ambazo anaweza kudhibitiwa, basi wamechukua hatua ya kumdhibiti. Huko kwingine hakuna hatua ya kuweza kumdhibiti mtu kwa moja kwa namna moja au nyingine kwa haraka. Lakini pale wanapoona inawezekana, wameweza kuchukua hatua ya ukiukaji wa nidhamu. Hatua ya kinidhamu imechukuliwa dhidi yake, akaunti yake imekula X. Hii ni ishara kwamba Pioneer mdogo alishaona kwamba huyu mtu ni mkanjanja, ni tapeli mmoja. Kwa hiyo sasa nyie mlikuwa mnamfuata huyo mtu huyo, mnajijua, basi kaeni kwa password, yani kaeni kwa passphrase kwamba mtu wenu ameshakula X kurasa wake. Sio mimi niliyomfungia account yake. Sio mimi niliyomfungia account yake, ni Elon Musk. Sasa wewe utajiuliza, Elon Musk amegundua nini kwa Kosasi mpaka, au Kosasi amefanya nini mpaka Elon Musk kupitia kampuni yake akaona huyu mtu hafai kutumia X? Naomba nije na voice note sasa ikielezea hotuba ya Miss Cheng Diao Fan, sio chengdiao.fan.